FIFA imefunga rasmi mjadala uliokuwa umeibua hisia kali duniani baada ya kutangaza kuwa haitaendelea na mpango wake wa kuruhusu wawekezaji wa nje kuwekeza katika biashara ya mashindano yake ikiwemo kombe la dunia. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya FIFA, mradi uliojulikana kama FIFA Forward Enterprise ulikuwa na lengo la kutafuta njia mpya za kuongeza mapato ili kusaidia maendeleo ya soka duniani, hasa kwa shirikisho, wanachama na nchi zinazohitaji msaada zaidi wa kifedha. FIFA imeeleza kuwa tangu mwanzo ilisimama kwenye msimamo kwamba mpango huo ungeendelea tu endapo ungeungwa mkono na idadi kubwa ya shirikisho na wanachama wake 211 pamoja na baada ya kufanyika kwa mashindano ya kina na baraza la FIFA, mashirikisho ya mabara na wadau wengine wa mchezo wa soka. Hata hivyo, baada ya kusikiliza maoni kutoka kwa pande mbalimbali, FIFA imekubali kuwa pendekezo hilo limeleta mgawanyiko mkubwa ndani ya familia ya soka duniani. Shirikisho hilo limesema tofauti hizo zimekuwa kubwa kiasi kwamba haziendani tena na lengo la msingi la kuunganisha na kuendeleza mchezo wa soka. Katika taarifa hiyo, FIFA imesisitiza kuwa dhamira yake imekuwa na itaendelea kuunganisha wadau wa soka na kuboresha maendeleo ya mchezo huo duniani kote. Kutokana na hali hiyo, FIFA imethibitisha kuwa pendekezo la kuingiza wawekezaji wa nje halitatekelezwa tena. Badala yake, Rais wa FIFA Gianni Infantino amesema ataanza mchakato wa kuwakutanisha tena wadau wote katika siku zijazo ili kujenga maridhiano na kuendelea kutafuta njia za kukuza soka kwa maslahi ya pamoja. Tangazo hili linakuja baada ya mpango huo kukosolewa vikali na baadhi ya wadau wakubwa wa soka duniani, huku ukizua mjadala kuhusu mustakabali wa usimamizi na biashara ya mashindano ya FIFA. Na sasa, baada ya kufuta rasmi mpango huo, FIFA imesema itaendelea kuelekeza nguvu zake katika kuendeleza soka duniani, hususan katika nchi ambazo bado zinahitaji msaada mkubwa wa maendeleo. Je, kujiuzulu kwa mshauri mkuu wa Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, pamoja na upinzani mkali kutoka UEFA na wadau wengine wa soka kumechangia FIFA kuachana na mpango huu? FIFA haijasema hivyo moja kwa moja, lakini ni wazi kuwa baada ya mjadala mkubwa na maoni kutoka pande mbalimbali, shirikisho hilo limeamua kutoendeleza mpango huo na badala yake kuelekeza nguvu katika kuunganisha wadau wa soka kuelekea kombe la dunia lijalo. Hii ni ITV Sports, mimi ni Gladness Joseph.